Waebrania 11 24 mpaka 28. 24 mpaka 28. Yeah. Anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amonaye yeye asiyeonekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa tuliona kwamba imani inafanya kazi yenye kuleta matokeo chanya mahali ambapo pana hali ya utu uzima vis-a-vis hali ya utoto au uchanga. Mahali ambapo kuna uchanga, imani ina struggle sana na inaweza isilete matokeo. Lakini imani inafanya kazi sana mahali ambapo kuna mazingira ya utu uzima. Ndio maana nasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alifanya hayo ambayo aliweza kuyafanya. Na unaweza ukiangalia, hata ukimwangalia Paulo, matokeo makubwa katika kuendeleza ufalme wa Mungu yalipatikana kwake baada ya yeye kutoka kwenye hali ya utoto uchanga na kwenda kwenye hali ya utu uzima. Great things happened. Lakini before that huoni. Ndio maana nasema nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, niliwaza kama mtoto, nilitenda kama mtoto. Lakini nilipokuwa mtu mzima niliyabatilisha mambo yote ya kitoto. Sasa hali ya utu uzima kwa teksti hii ambayo tumeisoma kwenye Waebrania inatupa mambo kadhaa. Inamvika mtu mambo kadhaa ya kiuongozi. Mambo kadhaa ya kiuongozi ambayo ni muhimu sana kwa kiongozi yoyote yule. Na jambo la kwanza ambalo tunaliona kwenye mstari ule wa 24, tunaona hali ya kujitambua. Knowing your identity. Hali ya kujitambua, self awareness or awareness of self. Musa anasema alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mtoto wa binti Farao. Alipokuwa mtu mzima. Lakini alipokuwa mtoto hakuweza kukataa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hajitambui. Alikuwa hawezi kujitofautisha. Kwa hiyo hakuweza kukataa. Alipokuwa akiitwa wewe mjukuu wa Farao, anaona sawa. Wewe mtoto wa binti Farao, anaona sawa. Wewe mtoto wa binti Farao, hakuweza kujitofautisha. Lakini alipokuwa tu mtu mzima, imani ikawa inamsukuma na kumwambia wewe sio mjukuu wa Farao. Wewe sio mtoto wa binti Farao. Wewe sio kwa hiyo imani anasema sehemu nyingine, kwa imani tunatambua. Kwa imani tunatambua. Sasa imani ikampa hali ya kujitambua kutokana na yale mazingira ya utu uzima, ikampa hali ya kujitambua. Kwa hiyo akaweza kujitofautisha, na kwa sababu hiyo akaweza kujielewa na kukataa. Nataka niamini kwamba
kwa sababu alikuwa anakataa, maana yake walikuwa wanamuita, we mtoto wa binti Farao. Anasema hapana, mimi sio mtoto wa binti Farao. Ndio maana ya kukataa. We mjukuu wa Farao? Hapana, mimi sio mjukuu wa Farao. Sasa ili uwe kiongozi mzuri, ni muhimu kuwa na hali ya utu uzima inayokupa hali ya kujitofautisha, kuwa wewe sio mtu wa ulimwengu huu. Umo ulimwenguni, lakini wewe sio wa ulimwengu huu. Musa alitambua hilo kwamba nimekulia kwa Farao, lakini mimi sio mjukuu wa Farao. Nimetunzwa na binti Farao, lakini mimi sio mtoto wa binti Farao. Nimekulia katika tamaduni za Kimisri, lakini mimi sio Mmisri, mimi ni Mwebrania. Sasa kwa hiyo hali kadhalika sisi, ili tuwe viongozi wazuri, lazima tujitambue. Tumo ulimwenguni, lakini sisi sio wa ulimwengu. Tumekulia katika tamaduni za kiulimwengu huu, lakini sisi sio wa ulimwengu huu. Tupo, tunakuzwa na tumelelewa na ulimwengu, lakini sisi sio. That is a very critical point for any leader. Very critical point. Sasa kama Musa angeendelea kujiona kuwa yeye ni mtoto wa binti Farao, angeshindwa kufanya mambo mengi sana yenye kusudi la Mungu. Angeshindwa. Kwa sababu usingeweza kuiona move ya yeye kutoka kwenda kwa Waebrania, isingekuwepo. Usingeiona hiyo move ya yeye kuwa tayari kwenda kuteseka, na usingeiona. Kwa hiyo kama angeendelea kujiona kwamba yeye ni mtoto wa binti Farao, yani angeshindwa kufanya mambo mengi sana yaliyobeba kusudi la Mungu. Na hapa ndugu zangu, hapa pamebeba msingi mzima wa wito wetu kama viongozi. Kama viongozi, msingi mzima wa wito wetu kama viongozi. Mtazame hata Yesu Kristo kwenye Yohana ile sura ya 18 mstari wa 36, anasema ufalme wangu mimi, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. That much I know. Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kwa hiyo hata namna ninavyoenenda, namna ninavyofanya mambo, namna nafanya ni tofauti. Nipo huko kwenye ulimwengu, lakini my kingdom is not of this world. Lakini ukiangalia Waebrania 10 mstari wa 7 na ule wa 9, anasema tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Nimekuja. Umekuja kutoka wapi? Manake hapa sio kwako hapa. Kwa hiyo anasema nimekuja for a purpose of doing thy will. Kama nimekuja, manake nitaondoka. Kwa hiyo niko hapa specifically kwa ajili ya mission fulani. Kuna time frame. Ndio maana anasema sehemu zingine kwenye Injili kule kwamba nilikuja ulimwenguni, siji sasa nakwenda kwa Baba, kwa sababu alikuja for a purpose. Nimekuja kuyafanya mapenzi. Huyu mtu anayejitambua. Sasa Mungu atusaidie na Roho Mtakatifu atusaidie. Hili ni jambo la kuelewa kwa ndani sana kwenye moyo wa mtu. Kwenye moyo wa mtu kujitambua kwamba wewe ni nani, umetoka wapi, kwa nini uko hapa, utakuwa hapa kwa muda gani, unatakiwa ufanye nini, na baada ya hapo unakwenda wapi, na utakwenda kuwajibika vipi. Those kind of things. Mimi nafikiri hayo mambo yanadefine sana uongozi wa mtu. Bila kujiuliza hayo mambo hayo, unaweza ukawa bora kiongozi na usiwe kiongozi bora. Unaweza ukawa bora kiongozi na usiwe kiongozi bora. Unaweza ukatafuta uongozi kwa nguvu, kwa fitina, kwa mikiki, kwa nini, lakini ukakosa hivi vitu vya muhimu hivi vya kujua kwamba kujitambua, hiyo self identity hiyo. Kwa hiyo
hilo ni jambo muhimu sana, na naamini Roho Mtakatifu atakuwa anaendelea kusema na kila mmoja wetu. Mimi hapa natoa kwa neema yake kama channel tu, lakini kila mtu atakuwa Mungu anamsaidia kufikiri kwa upana zaidi. Lakini jambo la pili ambalo utu uzima unakupa na kukutengeneza na kukushape kama kiongozi ni utayari wa kuteseka pamoja na watu wa Mungu. Sijui ukinisomea ule 24 anasemaje, mstari wa 24 24 pale. Anasema 24, anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Kwa hiyo tunaona hapo kwenye mstari wa 24 kuna mambo mengi hapo. Alikuwa na utayari wa kuteseka pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwenye dhambi kwa muda kitambo. Kwa hiyo tunaona uongozi ni mateso, au uongozi ni kushiriki mateso pamoja na watu wa Mungu. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukakwepa. Lakini ukiangalia Petro alikataa kushiriki mateso pamoja na Yesu Kristo, ndio kwa sababu alimkana. Kwa sababu gani? Aliogopa mateso. Na mateso yako ya namna mbalimbali, sio lazima tu watu waje wa kunyonge au kufanya nini. Mateso yako yani kuna vitu usingesafa kama usingekuwa kiongozi katika ufalme wa Mungu, usingevipata. Lakini kuna vitu au kuna maumivu unayapata ni kwa sababu tu umechagua kuwa kiongozi. Kwa hiyo kama hauna utayari, unaweza ukanungunika, unaweza ukajionea huruma, unaweza ukawalaumu wengine, umeona, na unaweza hata ukamlaumu Mungu. Unaweza ukamlaumu Mungu. Lakini ukifikiria tu kwamba, ukijua tu kwamba kama nisingelikuwa kiongozi katika ufalme wa Mungu, labda haya nisingeyapata, ila nayapata haya ni kwa sababu nimechagua na nimekubali kuwa kiongozi katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ule utayari ule wa kuteseka pamoja na watu wa Mungu kwa ajili ya kusudi la kimungu utatokea tu kwa mtu mwenye hali ya utu uzima katika uongozi. Lakini mtu mchanga utamkuta tu atalalamika, atawachukia watu, kwa sababu ya maumivu anayoyapitia au mateso anayoyapitia. Hawezi kuona furaha katika yale mateso kwamba napata haya ni kwa sababu ya uchaguzi wangu wa kuchagua kuwa kiongozi katika kuyatimiza makusudi ya Mungu. Na unaona Paulo anasema kwenye Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10. Anasemaje pale? Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 10 anasema maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa. Kasafiri kwenda Thessalonike. Kreske amekwenda Galatia. Mpaka hapo nataka kumzungumzia Dema. Dema ukisoma kwenye vitabu vingine kama vya Filemoni na vingine unaona kabisa Dema anaonekana ni mmoja kati ya watumishi waliokuwa very close. Anasema Dema mtumishi anawasalimia hivyo. Yani anaonekana ni mtu aliyokuwa wameshikamana naye sana katika huduma, katika wito, katika masuala ya uongozi, katika masuala ya utumishi.
lakini anasema hapa kwamba Dema alimkimbia. Aliupenda ulimwengu akamkimbia. Manake hakuwa tayari kuteseka pamoja na watu wa Mungu. Kuteseka pamoja na watu wa Mungu, kwa hiyo alimkimbia. Umeona? Kwa hiyo mateso kwenye uongozi huu wa kimungu, yani ni kitu cha kawaida. Lakini mtu mzima, utu uzima unapokuwa kwa kiongozi katika uongozi wake, atakuwa yuko tayari kuteseka ili aweze kuona results, aweze kuona matunda. Kwa sababu watu wanasema kabisa, wanasema no pain no gain. Umeona? No pain no gain. Hakuna uongozi utakaokuletea matunda, uongozi ambao hauna maumivu, hakuna. Kwa hiyo utu uzima unakupa utayari wa kuteseka pamoja na watu wa Mungu, ili kutaka kuleta matokeo yaliyochanya. Usipotaka kusemwa, usipotaka sijui kuchukiwa, usipotaka kufanya nini, there is no way kama leader utaleta kitu kizuri. Hakuna. You'll be people pleasing. Lakini maumivu ni sehemu. Kwa hiyo utu uzima unaleta utayari. Mstari ule wa 25 unasemaje kwenye ile Waebrania? Hello? Mstari ule wa 25 kwenye Waebrania? Mstari wa 25 anasema, Waebrania 11. Okay. Waebrania 11 mstari wa 25 anasema, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Wa 24. Wa 24 anasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Huo ni 24. 24. Okay, basi 25. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Basi huo ndio mstari ambao tulikuwa tunadili nao hapa, ule utayari wa kuteseka. Lakini kwenye mstari huo wa 25 tunaona jambo la tatu. Jambo la pili lilikuwa ni utayari wa kuteseka pamoja na watu wa Mungu. Kwenye huo mstari 25 tunaona utu uzima unampa kiongozi katika uongozi wake uwezo wa kuchagua. Uwezo wa kuchagua. Na hapa uchaguzi tumeuona kati ya mambo mawili: mateso na furaha katika dhambi. Umeona? Furaha katika dhambi. Sasa Musa alipokuwa kabla hajawa mtu mzima, inaonekana kwamba hakuwa na uwezo wa kuchagua. Yaani ungemwekea mateso na furaha katika dhambi, labda yeye angechagua furaha katika dhambi. Na kwa maana ya mstari huu, na ndivyo ilivyokuwa, kwa sababu kukaa kwa Farao ilikuwa ni kujifurahisha kwa kitambo kwenye dhambi, kwa sababu ya mazingira na aina ya watu. Kwa hiyo nasema alipokuwa mtu mzima, alipoyaona hayo mawili, mateso na kujifurahisha katika dhambi, yeye alichagua mateso dhidi ya furaha inayopatikana katika dhambi. Sasa hilo linamhitaji kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake anayeweza kufanya uchaguzi wa namna hii, kwa sababu dhambi huwa ina offer furaha ambayo nobody can explain. Umeona? Huwa ina offer furaha ambayo nobody can explain. Lakini ule utu uzima wa Musa ulimpa kuelewa kwamba mwisho wa hiyo furaha ya dhambi huwa inakuja mateso na uchungu. Kwa hiyo hii furaha nimewekewa tu hapa mbele, lakini nyuma ya hiyo furaha kuna mateso na uchungu. Kwa hiyo mimi ni afadhali
niende nikateseke na watu wa Mungu kuliko kuichagua hii furaha ambayo ni ya kitambo tu. Baada ya hapo yanakuja maumivu na mateso na mambo ya namna hiyo. Ni mtu au ni kiongozi mwenye hali ya utu uzima pekee ndio anaweza kupambanua na kufanya uchaguzi wa kukubali kwenda kwenye dhiki kuliko furaha ya muda kitambo inayotolewa na dhambi. Sasa kama utakuwa ni kiongozi mwenye uchanga ndani yake, kiongozi mwenye hali ya utoto uchanga, manake choice yako au choice yangu au choice yetu itakuwa siku zote kwenda kufurahi katika dhambi. Na tutakuwa tunaogopa sana kuteseka kwa ajili ya makusudi ya Mungu. Kwamba hii hapana, hii mimi kateseke hapana. Kwa hiyo choice yetu itakuwa kujifurahisha kwenye dhambi kuliko kwenda kupata mateso na watu wa Mungu, kwa sababu tunaona kama kupata mateso na watu wa Mungu ni kudhalilika, kuaibika, kuumia, kufanya nini. Unaona? Kwa hiyo mtoto mchanga hicho hawezi kuchagua. Inamhitaji kiongozi mwenye hali ya utu uzima kufanya uchaguzi wa aina hii. Lakini jambo la 4, hali ya utu uzima inakuletea hali ya kujitenga na watu wasio sahihi. Ni mtu mwenye utu uzima pekee anayeweza kujua watu wasio sahihi na akapata courage ya kujitenga nao. Musa alipokuwa mtu mzima aliona ni afadhali kwenda kupata mateso na watu wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliona kabisa watu alionao ni watu wema, ni watu wazuri, ni watu wamemlea, wamemtunza, lakini sio watu sahihi. Yaani mtu asiye sahihi sio lazima awe mtu mbaya kwako. Anaweza akawa mtu mwema kabisa. Anaweza akawa yani hana madhara lakini sio mtu sahihi. Ukikaa hapo huwezi kulitimiza kusudi la Mungu. Kwa hiyo akaamua kuondoka. Kwa hiyo ule uwezo wa kujitenga na watu wasio sahihi unamhitaji kiongozi mwenye hali ya utu uzima pekee. Ndio anaweza kupembua na akachukua maamuzi ya kujitenga na watu ambao sio sahihi. Lakini hali ya utoto uchanga, kiongozi unapokuwa na hali ya utoto uchanga, anaweza akajua kabisa kwamba hawa watu sio sahihi, lakini asiweze kuwa na courage ya kujitenga. Nakumbuka rafiki yangu mmoja ana mtoto wake, akawa anamwambia kwamba bwana, au marafiki zako sio watu sahihi hao, wanakuingiza kwenye mambo ya kihuni na nini. Mtoto anamwambia hapana baba, mimi hao ndio nimekuwa nao, ndio nimecheza nao kutoka utoto. Sijui kama unaona hapa hali ya utu uzima na hali ya uchanga. Kijana kwa sababu ya uchanga anamwambia babake, wewe huwezi kuniambia chochote, mimi ndio nimekuwa nao, nimefanya nini. Na kweli kijana aliingia kwenye mambo ya hovyo sana ambayo yanaumiza mzazi. Lakini mzazi alikuwa anaona kabisa kwamba hata kama hao umekuwa nao, hata kama ndio umekuwa kwenye eneo moja, these are not the right people. Kwa wewe kufikia yale malengo yako na makusudi yako, these are not the right people to accompany with. Sasa kiongozi, mtumishi wa Mungu ni lazima ajue sana. Si kila mtu unayesali naye ni mtu sahihi kwako. Sasa hii haimaanishi kwamba umchukie, haimaanishi kwamba usijue ufanye nini. Lakini ile kujua tu kwamba huyu si mtu sahihi kwangu kwenye mimi kufikia malengo yangu ya kiuongozi au ya nini na nini, basi you have something to do.
Lakini jambo la tano, tunaona ile kuondoka au kutokukaa mahali pasipo sahihi. 4 tuliona kujitenga na watu wasio sahihi. Hapa tunaona kuondoka mahali pasipo sahihi. Inamhitaji mtu mwenye hali ya utu uzima pekee kuchukua maamuzi ya kuondoka au kutokukaa mahali pasipo sahihi. Haijalishi hapo mahali pana uzuri kiasi gani, pana kuletea manufaa kiasi gani. Mtoto mchanga hawezi kufanya hayo maamuzi. Lakini Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima, ule mstari wa 25, unaweza ukaurudia tena 25? 25 nasema hivi. Nitaanza 24. Yeah. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Imeisha hiyo. Endelee. Akihesabu ya kuwa kushtumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa alitazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri. Okay, twende. Kwa imani akatoka Misri. Asiogope ghadhabu ya mfalme. Huo ni mstari wa ngapi? Maana alistahimili wa 27. Wa 27, okay. Maana alistahimili kama amunaye yeye asionekana. Mpaka hapo nilikuwa nataka ile neno kutoka au kuondoka. Kwa imani alitoka Misri. Alitoka. I like it. Kwa sababu alijua hapa sio mahali sahihi. Kwa hiyo kama sio mahali sahihi, what am I doing here? Alitoka. Umeona? Alitoka. Inawezekana ilikuwa ni kitu kigumu sana, kwa sababu najua pale ndio palikuwa ikulu, nyumbani kwa mfalme, na wanahistoria wanasema Farao alikusudia kumrithisha mali na nini Musa. Kwa hiyo Musa akasema these are not the right people, this is not the right place for me to be at such a time like this. Kwa hiyo anasema akatoka Misri. Akaenda mahali ambapo kwake ni sahihi. Hata kama kulikuwa kuna mateso, hata kama kulikuwa kwenye watu wenye dhiki, hata kama kulikuwa, lakini anasema kule ndiko mahali sahihi. Ndugu zangu, hii kitu tuifundishe tu hivi. Lakini isije ikakutokea Mungu akakupa practical akakuingiza kwenye practical. Sio kitu rahisi. Yaani utoke kwenye comfort zone. Uende kwenye mahali ambapo unafinywa na nini. It's not easy isipokuwa Mungu amekupa neema yake. Lakini jambo la 6, Musa aliamua, ule utu uzima ule ulimtengenezea hali ya kuwafuata watu sahihi. Unaweza ukajitenga na watu wasio sahihi, lakini usijue kwenda kukaa na watu sahihi. Unaweza ukaondoka mahali pasipo sahihi, lakini usijue mahali palipo sahihi. Sasa Musa akawafuata watu sahihi. Aliwajua watu sahihi ni wakina nani. Hata kama itakugharimu kuteseka, madam those are the right people, stay with them. Hata kama hawa watu hawana kitu, lakini kujiassociate na watu sahihi ni jambo la msingi sana, ambalo haliwezi kufanywa na kiongozi mwenye hali ya uchanga ndani yake. Hilo litafanywa na kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake. Leo hii tunaona watu wanapenda kujiassociate na watu wanaojulikana, watu wenye vyeo, watu wakubwa, watu wa namna hiyo. Umeona, watu ndio watu tunapenda namna hiyo, tunapenda. Lakini mtu ambaye hajulikani, mimi nitajiassociate naye, atanisaidia nini?
Mtu ambaye hana kitu nitajiassociate naye, atanisaidia nini? Lakini Musa kama kiongozi aliyekuwa na hali ya utu uzima aliweza kupata lile jicho, ule muono wa ndani kwamba hawa Waebrania hawa ni maskini, lakini hawa ndio the right people. Hawa Waebrania hawa hawana kitu, lakini huu ndio mtaji wa Mungu katika uongozi wangu. Hawa sijui wakoje, hawa hawajulikani, hawa wanachukiwa kila mahali, but these are the right people. The right people. Leo hii Mungu atusamehe sisi viongozi, wakati mwingine mpaka tunajipendekeza kabisa kwa watu ambao wenye mamlaka, watu ambao sijui wanajulikana, wanavuma. Yaani tunatafuta hivyo, ndio hao kujiassociate nao. Juzi kati nilikuwa na tafakari tu mwenyewe, ni kama vile nilikuwa napata maswali ya kimungu ndani yangu kwamba tunavyoona hivi watu labda wanakuwa maarufu kwenye media, kwenye nini, ni swali tu linakuja kwamba yani wewe umejiandaa, yani sasa unatamani sasa hivi labda kuwa maarufu, lakini umejiandaa na ile kadhia inayoambatana na watu maarufu? Umejiandaa na karakta na tabia inayotakiwa kuambatana na mtu anapofunuliwa kwenye ulimwengu akawa mtu maarufu? Umejiandaa na hiyo tabia? Kwa sababu unaweza ukafunuliwa namna hii na all of a sudden ukajikuta umeporomoka kabisa, kwa sababu huna stamina ya kukaa katika. Kwa hiyo si kitu cha kutamani, lakini ni kitu cha kuandaliwa na Mungu, kwamba Mungu akuandae kitabia, akuandae kiuvumilivu, akuandae hata anapoamua kukufunua. Akiamua kukufunua namna, kwa sababu anapokufunua namna hii unaonwa na watu wengi, unaonwa na watu wanaokupenda, na unaonwa na watu wanaokuchukia. Kwa hiyo zitakuja chuki, utakuja uzushi, yatakuja nini. Sasa unayo hiyo stamina? Kwa hiyo kila mtu anaweza kupenda tu kwamba Mungu, kwa nini usinifunue sasa hivi? Kwa nini usinifanye nifahamike? Kwa nini nifahamike? Lakini wakati mwingine it is for our own good, kwa sababu huna stamina. Ukirushiwa neno moja tu umenuna tayari umechukiwa. Je, ukirushiwa maneno yanayotoka kulia, kushoto, huko kila mtu anakuambia, itakuwaje? Unaweza ukaharibika kabisa. Kwa hiyo kuwafuata watu sahihi inachukua kiongozi mwenye hali ya utu uzima ndani yake. Lakini jambo la 7 ni kujisimamia kimaamuzi. Unamuona Musa, ile hali ya utu uzima ilimpa kujisimamia kimaamuzi, lakini hali ya utoto uchanga ilimnyima kujisimamia kimaamuzi. Kwa hiyo hapa unamuona kwamba yuko tayari kwa kile alichokiamua. Kwa sababu amefanya shauri na nafsi yake. Kiongozi mtu mzima pekee ndio anayeweza kujisimamia katika maamuzi. Lakini kiongozi ambaye ana hali ya utoto ndani yake, si mtu anayeweza kujisimamia kimaamuzi. Musa, ule utu uzima ulimsaidia sana, akafanya maamuzi, tena maamuzi yenye busara kabisa. Lakini jambo la 8, ule utu uzima unakupa uwezo wa kuthaminisha mambo. Hapa tunamuona Musa anathaminisha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo na hazina za Misri. Hivi ni mstari wa ngapi? 27, 20 ngapi? Mstari wa 26 anasemaje? Anasema akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Neno msisitizo huko kwenye kuliko pale. Kuliko.
kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Sasa hazina tunaweza tukasema sasa hivi ni kama pesa au nini, lakini hazina ni kitu chochote cha thamani. Lakini tunachukulia kwa sasa kama pesa, let's say. Kwa hiyo Musa aliweza kuthaminisha hazina za Misri na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Akaona kwamba mateso ya Bwana wetu, kushutumiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni utajiri mkubwa sana kuliko hazina za Misri. Sijui kama sisi viongozi wa sasa tunaweza tukafika mahali pa kusema namna hii kwamba kushutumiwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni utajiri mkuu kuliko fedha na dhahabu. Kwa hiyo capitalize, tukawekeza nguvu kwenye kuwafanya watu, kuwa disciple watu wamkubali Kristo, washiriki mateso pamoja naye, kuliko kuhangaika kwa njia mara nyingine hata zisizo halali za kupata pesa na utajiri. Ni wachungaji lakini tunaingia kwenye njia za giza, ni watumishi wa Mungu, viongozi, tunaingia kwenye njia za giza ili tu tupate huo utajiri na nini na nini na nini. Yani sifa ya kiongozi mwenye utu uzima ndani yake ni kujua kuthaminisha mambo, There is no way ukaona uthamani wa pesa au mambo ya dunia kwamba unazidi utajiri ule ulio katika mashutumu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa anasema hazina za Misri zilikuwa na nafasi kubwa ya kumzuia Musa asiendelee katika kusudi la Mungu. Zilikuwa na sehemu kubwa sana kumzuia Musa asiendelee na kusudi la Mungu. Lakini kilichomsaidia Musa kama kiongozi ni namna alivyothaminisha. Akaona ndio hizi hazina labda zinanisaidia, natembelea magari, nafanya nini, nakula, nafanya nini, navaa, naonekana kuwa ni mtu, lakini kiuthamani hapana. Hii value yake ni ndogo sana nikilinganisha na mateso ya Bwana wangu Yesu Kristo. Kwa hiyo akachagua kwenda kuteseka. Amechagua kitu cha thamani, kwake ilikuwa ni kuteseka. Sasa maamuzi ya namna hiyo, hali ya kuthamini mateso namna hiyo, haiwezi ikafanywa na kiongozi mwenye hali ya utoto uchanga ndani yake. Uthaminishwaji wa mambo kama haya yatafanywa na kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake, kwa sababu sio kila hazina inaweza kukusukuma wewe katika kusudi la Mungu. Kuna hazina ambazo zinaweza kukuzuia wewe kulifikia kusudi la Mungu, na hiki ndicho ambacho Musa akiwa kiongozi mwenye hali ya utu uzima aliweza kung'amua kwamba naweza nikang'ang'ania hii hazina hapa, lakini ikaninyima kuyatimiza makusudi ya Mungu. Therefore akaona thamani ya mateso, mashutumu ya Bwana wetu Yesu Kristo kuliko ile hazina ya Misri. Kwa hiyo akafanya maamuzi. Leo hii wengi wetu tunafeli hapa, na Mungu atusaidie. Si kitu cha kumcheka mtu wala si kitu cha kumlalamikia mtu, lakini Mungu atusaidie sisi kama viongozi, tunapokuwa na hali ya utu uzima, tuweze kufanya uthaminisho utakaotuletea tija. Lakini jambo la 9 ni commitment. Hali ya utu uzima inakuletea commitment. Sijui commitment, hali ya kujitoa na kuwajibika. Musa alipata msukumo kutoka ndani. Ni kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake anayeweza kufanya mambo bila kupata misukumo ya nje, kwamba sijui kalazimishwa, sijui kasukumwa nini. Huyu kiongozi mwenye utoto uchanga ndio anaweza akaambiwa vitu, lakini kiongozi mwenye hali ya utu uzima ni kiongozi mwenye commitment inayotoka ndani. Hakuambiwa na mtu atoke pale kwa Farao, hakuambiwa na mtu aende kujiunga na Waebrania wenzake, hakuambiwa na mtu, ilitoka ndani kwa imani. Musa, commitment ile ndani. Namuomba Mungu sana
kama nitakosa commitment ya ndani, uongozi wangu utakuwa ni uongozi usiokuwa na matunda chanya, kwa sababu nitasubiri watu wanisukume, nitasubiri watu wanionyeshe, watu waniambie, watu sasa huo ni uongozi mgumu sana, wenye utoto mwingi ndani yake. Na unaweza ukafika hata mahali unaweza ukazira, ukasusa, kwa sababu huelewi hiyo kitu haijatoka ndani. Yani kiongozi ambaye ana hali ya utu uzima inayompa commitment kutoka ndani, huwezi ukamkuta kwamba anasusa uongozi eti kwa sababu kafanyiwa sijui na nini. Huwezi kumkuta sijui anakataa kwa sababu, hapana. Kwa sababu it is a commitment inside. Magumu yote yanayokuja yanamkuta kwamba yuko committed kwa sababu ni kitu kutoka ndani. Ni kitu kutoka ndani. Ndio maana Paulo alipokuwa mtu mzima alikuwa na commitment ya ajabu sana. Anasema kwenye Matendo ya Mitume 20:24 kwamba siyahesabu maisha yangu kwamba ni kitu cha thamani. I like it. Ukilinganisha na huduma, ukilinganisha na kuitimiliza huduma ile niliyoitiwa na Mungu. Kwa hiyo na yeye ule utu uzima unampa uwezo wa kuthaminisha maisha yake na huduma. Kwa hiyo anaona kabisa kama maisha yangu hayajabeba thamani kama ile thamani iliyobebwa na huduma. Manake huduma ndio imebeba maisha, lakini maisha hayajabeba huduma. Kwa sababu hiyo lazima nihakikishe kwamba ninaifanya hii huduma kwa ubora wa hali ya juu, kwa sababu ndio imebeba maisha yangu. Siyahesabu maisha yangu kwamba ni kitu cha thamani kama kuikamilisha na kuitimiliza huduma niliyopewa na Bwana. Inahitaji kiongozi mwenye utu uzima kuweza kupambanua na kuelewa haya na kuyaingiza kwenye maisha na utendaji kazi. Watu wanaweza wasielewe, umeona? Familia zinaweza zisielewe, umeona? Mimi nakumbuka wakati nilikuwa naanza utumishi, nilikuwa nimejitolea mahali miaka karibu 3-4, umeona? Hupewi sabuni, hupewi nini, unarudi nyumbani unakwenda kwambia naomba hela ya sabuni. Wanakuuliza, huko unafanya nini? Mahali ambako hata hupewi sabuni unafanya nini? Umeona? Hata hupewi unafanya nini? Si utoke huko. Lakini anayejua ile commitment ndani huku ni mimi mwenyewe, umeona? Baba yangu hawezi kujua, mama yangu hajui, nani hajui. Kwa hiyo it was only me and God. Na kibinadamu unakuwa challenged kweli kwamba sasa wewe inakuwaje? Umeona? Lakini basi hiyo ni mtu na Mungu, haielezeki kwa jinsi ya kibinadamu. It's between God and the individual. Lakini ya 11 naliona swala la kuchukua hatua. Swala la kuchukua hatua. Mstari wa 27 kwamba anasema pale kwamba Musa alitoka. Ile hali ya kutoka ni hali ya kuchukua hatua. Kwa sababu inamtaka kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake kuchukua hatua au kufanya maamuzi. Sasa anasema kulikuwepo na ghadhabu ya mfalme. Anasema alitoka wala hakuogopa ghadhabu ya mfalme. Hapa ndio kwenye pointi yangu. Kiongozi mwenye hali ya uchanga siku zote atakuwa anazuiliwa kufanya maamuzi au kuchukua hatua na kitu kinaitwa woga. Woga siku zote unafanya kazi na watu wachanga. Watu wachanga. Na lengo la woga huwa ni kumzuia mtu kuchukua hatua stahiki. Woga huwa unakuwa umeficha jambo jema ambalo huyu mtu halioni. Kwa hiyo ukiogopa, hakuna matokeo chanya yatakayotokea. Kwa hiyo kama Musa angeogopa ghadhabu ya mfalme, manake asingechukua hatua. Kwa hiyo asingeweza kwenda kwa Waebrania wenzake. Asingeweza kutimiza kusudi la Mungu. Asingeweza kutimiza kusudi la Mungu. Kwa hiyo kumtisha asichukue hatua. Woga huko siku zote ili kumtisha kiongozi asichukue hatua. Lakini utu uzima unamsukuma kiongozi kuchukua hatua, aidha ya kutoka au ya kufanya jambo. Kabla ya kiongozi kufanya maamuzi ya kuchukua hatua yoyote,
lazima shetani huwa kwanza alete woga. Esther aliuziwa woga ili asikomboe taifa lake. Sauli alipokuwa mfalme aliuziwa woga na wazee wake, akaogopa watu zaidi kuliko kutenda kusudi la Mungu. Sauli alipokuwa kiongozi aliuziwa woga, akamuogopa Goliathi, lakini Daudi alijua hapa tunahitaji kuchukua hatua. Daudi alikuwa na utu uzima ndani yake kuliko Sauli, kwa hiyo akaweka woga pembeni, akachukua hatua. Umeona? Kwa hiyo utu uzima huwa unampa kiongozi kukabiliana na woga ili afanye lile jambo ambalo ni riski, jambo ambalo kila mtu akiangalia namna anasema umewezaje kufanya namna hii, lakini inahitaji utu uzima wa kiongozi kufanya maamuzi ambayo ya kijasiri. Lakini jambo la 12, naona tumaini kwa Mungu. Ni kiongozi mwenye utu uzima pekee anayeweza kumtumaini Mungu katika mazingira fulani, mazingira yote. Lakini kiongozi mwenye uchanga ndani yake si rahisi kumtumaini Mungu. Mstari wa 27 anasema hakuogopa ile vitisho vya mfalme, aliweza kustahimili kwa sababu alikuwa akimuona yeye asiyeonekana. Vitisho kwa kiongozi ni kitu cha kawaida. Vitisho vitakavyokufanya uwe na woga, usifanye maamuzi. Labda utawaudhi watu, labda utawakera watu, labda sijui utafanya nini. Umeona? Lakini Musa hapa, unajua mfalme ni mfalme. Farao angeweza kutuma majeshi akatafutwa kulia kushoto mbele nyuma, lakini yeye aliweka tumaini zaidi kwa Mungu ambaye haonekani, lakini yeye alikuwa kama vile anamuona. Yaani Mungu haonekani, na kama hautamuona basi lazima utaingia kwenye woga. Lakini ukimuona, yani Mungu asiyeonekana, ukawa kama unamuona, inakupa tumaini. Na imani peke yake ndio inaweza kufanya kitu cha namna hiyo kwenye maisha ya kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake, kwamba Mungu, mimi hii siwezi, niko kwenye mashaka makubwa, niko kwenye woga mkubwa, lakini nakutumaini wewe. Ndio maana Esther akasema, if I die, let me die. Aliweka woga pembeni, akasema sasa hapa mimi najitoa mwanga. If I die, let me die, lakini nitaingia kinyume cha sheria kwa mfano, na muamini Mungu aliye hai. Kiongozi usipokuwa na matumaini kwa Mungu aliye hai, mambo mengi yatafeli na watu watakutisha sana, watasema kila wanachoweza kusema. Lakini sisi ni viongozi chini ya Mungu aliye hai. Jambo la 13, uwezo wa kupambanua watu wema na wabaya. Na uona uwezo wa kupambanua mambo yaliyo sahihi na yasiyo sahihi. Uwezo wa kupambanua watu walio sahihi na wasio sahihi. Uwezo wa kupambanua mema na mabaya. Unauona huo ukijidhihirisha kwa namna tofauti kwenye maisha ya Musa, hasa pale alipokuwa mtu mzima. Aliweza kujua hapa sio mahali sahihi, aliweza kujua hawa sio watu sahihi, aliweza kujua haya sio mambo sahihi. Lakini unapokuwa kiongozi mwenye uchanga ndani yako, yani utaletewa mambo yanaonekana kabisa kwamba sio mambo sahihi, lakini bado utayachukua kama mambo sahihi. Utawaona kabisa hawa watu sio sahihi kwako hao, lakini bado utawachukulia kama watu sahihi, na utawapa nafasi tu, wanakuharibia, unaendelea kuwapa nafasi tu. Umeona? Utaona kwamba mahali hapa sio sahihi, lakini utaendelea kukaa tu, unaharibika, unajiona, unaendelea kukaa tu. It takes a leader mwenye hali hii ya utu uzima kuchambua na kuchukua hatua. Lakini jambo la 14, hali ya utu uzima inakupa nguvu ya kutii neno la Mungu. Kutii neno la Mungu. Anasema ule mstari wa 28, anasemaje ba? 28. Yeah. Anasema kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu, ili yule mwenye kuangamiza mzaliwa wa kwanza
asiwaguse wao. Aha. Yaani kutii kuna muhitaji kiongozi ambaye mwenye hali ya utu uzima, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaambiwa kitu ambacho hata unakiona hakina sense. Unaambiwa kitu ambacho unakiona wewe kwa macho yako kwamba yani kama hakina matokeo, umeona? Yani hata kama huna uhakika na nini kitatokea, hata kama unaona unachoambiwa hakileti maana, lakini kutii neno la Mungu kwa kiongozi kuna muhitaji kiongozi mwenye hali ya utu uzima. Mwenye hali ya utu uzima. Ndio maana inaweza isilete sense, unaambiwa chinja kondoo, sijui kapake damu. Bwana, hawa watu wana mavifaru, hawa watu wana nini? Hii kitu inawezaje tunaweza kupambana hivi? Lakini kwenye mambo ya Mungu na haya ya kiuongozi, yani utii ndio kila kitu. Utii ndio kila kitu. Sauli alifikiri maelekezo ya Mungu haya make sense, ya wazee wake wa kanisa ndio yana make sense sana. Akaamua akaporomoka. Lakini unamuona Ibrahim anaambiwa toka wewe, nenda mahali nitakakokuonyesha huko, nenda utoke kwenye jamaa yako. Naendaje mahali mimi sikukujua? Naendaje? Inahitaji kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake, anayeweza kufanya maelekezo ya kimungu hata pale ambapo yanaonekana kwamba hayana sense. Lakini jambo la mwisho la 15 anasema, sijui mstari wa ngapi, anasema yeye aliyatazamia malipo. Ni kiongozi mwenye hali ya utu uzima peke yake anayeweza kuwa na matumaini ya malipo kwa Mungu. Kiongozi mwenye hali ya uchanga anaweza akatafuta malipo kwa watu. Sisemi kwamba watu wasitulipe au wasituhudumie, lakini unaweza ukapata uchungu sana kama utatazamia malipo kwa watu, kwa sababu watu wanaweza wakakulipa mabaya. Umefanya mema na watu wakakulipa mabaya. Ulitegemea watu wa kushukuru, watu wakakulaumu tu. Ulitegemea watu sijui watafanya nini, Kwa hiyo Musa ule utu uzima wake alitazamia malipo kwa Mungu na si vinginevyo. Malipo kwa wanadamu, ukitazamia malipo kwa wanadamu, unaweza ukakata tamaa sana. Kwamba mimi nimefanya hiki, lakini mchungaji hata haoni. Mimi mchungaji nimefanya hiki, waumini hawa hata waoni. Hivi, yani utaanza kudevelop tabia ya ulalamishi na nini. Lakini Musa, ile hali ya utu uzima ilimtengenezea kutazamia malipo kwa Mungu aliye hai na si vinginevyo. Wanadamu wakifanya, unamshukuru Mungu kwa ajili yao, kwa sababu unajua kabisa kwamba Mungu amehusika kwa asilimia zote. Umeona? Kwa sababu wanadamu kwa asili yao hakuna chema kinachoweza kutoka kwetu sisi. Sisi kwa asili ni watu wa hovyo sana. Kwa hiyo chochote ukikiona chema kutoka kwangu, yani wewe jua tu Mungu amehusika kwa asilimia zote, kwa sababu mimi kwa asili sina chema chochote hata kidogo. Kwa hiyo ukikiona chema chochote, yani wewe mpe Mungu utukufu tu, kwa sababu ujue kwa asilimia zote yeye ndo amehusika. Kwa hiyo Musa aliyatazamia hayo malipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanangu, mimi naona risali limesha katika sasa na nimefika mwisho. Naomba nikomee hapa kwa neema ya Mungu. Namshukuru Roho Mtakatifu kwa kile ambacho aliweka moyoni mwangu. Ninamuomba anipe mimi kukiishi, haya maneno yafanyike kama vazi kwangu, na nikumbushe siku zote za uongozi wangu kwa kadri itakavyoniweka hai kuyaishi haya na kuyatekeleza kwa msaada wake. Basi Mungu atubariki sote. Basi nichukue nafasi hii, kama kuna mtu ana comments, ana mahali pa kukazia, kujenga uelewa pamoja. Tutaanza na Gerard, alafu tutakuja Nasib, alafu tutamalizia kwa Benson. Tutaenda kwenye maombi, alafu tutafika mwisho. Karibu.
Asante sana kwa nafasi hii kipekee sana, na napenda kumshukuru Mungu. Tuseme tu kweli kwamba kila siku tunapoingia darasa tunapata vitu vipya na vya kujenga sana, kujenga sana especially somo la leo binafsi limenigusa sana. Siwezi nikaelezea vitu vyote ambavyo vimenigusa, lakini nitapenda tu kuelezea vitu viwili ambavyo mimi vimenigusa kwa uzito sana. Vimenigusa wote, lakini hivi viwili vimenitafakarisha sana. Jambo la kwanza ni ile wanasema hali ya kujitambua. Mimi nafikiri kwamba yani haya yote ambayo umesema huko chini yatawezekana kama ulivyopanga, kwamba ni tukijitambua kwamba sisi ni nani au mimi ni nani. Nafikiri tuna fail sana kwenye kuto kujua kwamba sisi ni nani. Maana kujua ni nani itakupa ujitenge na watu gani, itakupa ufanye nini, itakupa ufanye maamuzi gani. Kwa hiyo ili swala la kufahamu identity yako binafsi limeniingia sana kwangu. Sana kwangu. Na kama nilivyosema kwamba hapa ni kweli Musa alikuwa ni amelelewa kwa Farao. Ni kweli alikuwa anaitwa binti Farao, ni kweli, sio uongo, hakuwa anamsingizia. Yaani kweli alikuwa anamsingizia, lakini hiyo utambulisho huo Musa aliukataa kwamba hapana. Kwa hiyo wakati mwingine kuna vitu ambavyo vina ni kweli katika familia fulani, ni kweli umepitia hali fulani, sio uongo. Lakini hiyo vitu visikufanye vikakupoteza kwenye ile identity yako halisi, wewe ni nani. Yaani Mungu tusaidie sana. Unajua wakati mwingine situation mbalimbali au hali au vitu mbalimbali au watu mbalimbali tunaoishi nao au na kufanya nao kazi au wanaweza wakatupa identity tofauti kabisa, na watu wakatuzani kwa utambulisho huo mmoja nani. Na wakisema hivyo sio kwamba watusingizia, wanasema lisimalo lipo, kama lipo linakuja lakini ile hali ya Musa kujua kwamba mimi ni nani, alivyojitambua kwamba mimi hapana, mimi sio mtu binti Farao. Kwa kweli nimeelewa huko, mimi ni Mwibrania bwana, mimi hapana. Yani ina maana kubwa sana kwangu. Na kusoma kitabu kile cha nini wasema kwamba nyakati, kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakajinyenyekeza. Kwa hiyo ile kujua kwamba wewe ni nani, umeitwa kwa jina gani, na yani ili upate matokeo halisi ni kufahamu utambulisho wako ni nani, kwamba aliyekuita ni nani. Yani ukishajua hicho kitu, yani itafungua vitu vingi sana. Nasema ikiwa watu wangu, maki ujifahamu ni mtu wa nani, umeitwa kwa ajili gani. Kwa hiyo tatusaidia sana. Kwa hiyo namsihi sana Mungu anipe kujitambua. Lakini nimejitambua kwa sehemu, bado sijitambua ipasavyo kujitambua. Maana hii itakufanya ujitenge na watu fulani. Ukiona yule Yohana sasa, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Yani from beginning anajua mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Ndio maana alikuwa anaishi kwa nyikani, kwa sababu alijua yeye ni sauti ya mtu aliye nyikani. Kwa hiyo ukijua wewe ni nani, itakusaidia uishi vipi, uishi wapi, ufanye nini usifanye, itakusaidia sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tujitambue kwamba sisi ni nani. Lakini jambo lingine ni ile nasema ile point kwamba kutii neno la Mungu hata kama it makes sense. Hiyo ni shule ngumu sana mchungaji. Yani unajua
ni rahisi sana kutii vitu ambavyo vina make sense, kama nikifanya hiki nitapata hichi. Rahisi sana kutii, sababu unaweza kuona kwa macho kwamba 1 jumlisha 1 ni 2. Rahisi wewe kujumlisha sababu, lakini vitu ambavyo havi make sense kwa kibinadamu, hata kumshirikisha mtu unashindwa kwamba huyu jamaa hivi, jamaa anaonaje huyu jamaa? Eti kama Musa hapa sema kanyuza damu, kitu ambacho nafikiri watu hawamwelewa jamaa kaja na mbinu gani huyu nayo jamaa, hivi mbinu ya damu. Kwa na mambo mengi sana ya Mungu haya make sense, yani haya make sense, yani haya make sense. Kwa sababu Elisha kwamba alikuwa anaona manabii wakawa nakata miti, wanasema kile chuma chachoka kingia kwenye maji. Elisha akamwambia chukua kijiti, hebu weka kwenye hapo maji ile sehemu ambapo chuma kiliingia. Jamaa kana kijiti kwa chuma ikaelea. Hivi hata physics inakataa, hicho kitu hakipo. Hicho kipo, hicho kitu hakipo. Yani hai make sense. Ukiambia mtu hawezi kuelewa, yani kwamba ule mti kijiti kile ndio kifanya kile chuma cha shoka kielee. Hapana, yani hiyo kitu haiwezekani. Kwa hiyo na hii imepelekea watumishi wengi sana wa Mungu kuwa wapweke. Kwa sababu vitu ambavyo unavisikia have make sense, na unashindwa kushare na mtu kwamba mtu hawezi kunielewa. Yani inafahamu mtu unakuwa mpweke sana, sababu hivi mtu atanielewa kweli? Hivi mimi mchungaji niseme tu kweli, kuna dili nimejipata. Listen TV, hii nilipata tena inabidi niende South Africa. Lakini ndani yangu kusema kweli, yani sipati amani kabisa. Yaani ndio kusema hii swala hili, yani sipati amani na kazi nyingine ya kufanya apart from ya boy na Yona sasa hivi. Sasa kuja kumwaminisha mtu kwamba bwana sitaki kwa sababu ya 1 2 3, ama nataka kuelewa. Yani hakuna hatakaye kuelewa, kwa sababu bwana tunafanya hiki na hiki, ufanye hiki unapata hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, ndili hapa la biashara fanya 1 2 3. Jamaa kanatumia mpaka hela kila kitu, sia passport nini vitu vyote. Lakini sasa ukiangalia katika hivi vitu lakini mtu Mungu anakuambia ndani yako kwa nakalaka hata matokeo yake uyaoni, yani uyaoni, lakini haya anakuambia mtu ni fact kwamba kweli bwana hiki na kinafanya 1 2 3 4. Lakini hiki unaambiwa kingine, yani kwa lakalaka haki make sense, yani hakileti maana yoyote kabisa. Sasa I say hapo nataka Mungu aingilie kati. Kwa sababu kuna sawa hivi nikiwaelezea mtu hivi hata kwa sababu kwa nini wendi? Kwa sababu 1 2 3. Hivi mtu anakuelewa kweli? Hawezi kuelewa. Lakini wewe ndani yako unasikia kitu gani ndani yako? Ndio ile kwamba ukijitambua kwamba mimi ni nani? Nataka nifanye nini? Inasaidia sana. Inasaidia sana. Kwa hiyo kama unasema kwamba haya mambo yasikie tu, wewe yasikie tu, kama Musa aikataa hivi leo hii nani ambaye anaweza kukataa kuishi ikulu? Nani? Wewe kuishi ikulu, wewe nani anataka kuishi ikulu? Tena azidi kwamba mtu huyo alikuwa tunatarajia kwamba angerisi nafasi ya kuwa kiongozi wa Misri. Kwa hiyo future yake hii ndio future kwamba huyu Farao akiondoka kiti ni cha kwangu. Kiti ni cha nini? Ni cha kwangu. Lakini unaacha hicho, unakwenda kujiunga na watu ambao haujui hata kesho yao ipo vipi. Wakati huku tayari una uhakika kwamba na uhakika wa maisha yangu kwamba nitakuwa mfalme au nitakuwa kiongozi, nitakuwa kiongozi wa taifa la Misri. Lakini haya yote unaona uyafai, unaona bora nikapate mateso. Mungu atusaidie sana mchungaji. Haya mambo kwenye kuyaongea hivi rahisi, kwenye kuhubiri hivi rahisi, ni hivi rahisi.
lakini yakikupa mimi mpaka hivi naongea mpasta huyo mtu sijamjibu mpaka sasa hivi kwa sababu nashindwa nitamjibu vipi. Yaani nashindwa nitamjibu vipi. Yaani hela kashatuma ipo kwenye akaunti. Nashindwa kwamba okay bwana ile kitu bwana sisikia bwana ndani. Hivi na mbona sijamjibu bado? Takwambia wewe umelogwa nini wewe? Wewe bwana yaani hai make sense kabisa msomaji. Yani have make sense kabisa. Yani have make sense na kitu ambacho nimekuja kushauri. Nafikiri kitu ambacho kuna kwamba okay, mbona mdau kama kuna mambo mengi yanafunguka. Yeye alikibisa nini kwenye kusudi la Mungu. Mbona vitu vingi hapo kuna kama distract kwenye lengo. Hapa panataka utulivu wa hali ya juu. Kutulia. Yani kutokurupuka. Kwa hiyo binafsi yani kitu cha leo kimenijenga. Yani kimenijenga sana. Kwamba okay, sababu tunashinda kumwambia kwa sababu make sense kumbe okay. Hata Musa pia kumbe alifanya kwa make sense lakini alimtii Mungu. Okay, sawa? Kwa hiyo hata kama make sense mimi natakiwa kufanya kumtii Mungu. Yani kumtii Mungu. Kama okay mtu kumwambia hata kuelewa ndio maana ukisoma ile habari ya nani anasema nani yule Paulo alivutwa na Mungu anasema sikufanya shauri wote na damu na mwili na nyama nilifanya shauri na nafsi yangu tu kabisa manake ningefanya shauri hapa nisingetoboa yani nisingetoboa kama mtu bwana hebu shauri hapa sababu vitu ambavyo utaongea mtu make sense na hamna mtu atakuelewa. Hakuna namna mtu hatakuelewa. Kwa hiyo mimi mchungaji kwa kweli namshukuru Mungu kwa hiki kitu ambacho leo ametufundisha. Binafsi binafsi kimenijenga sana. Kimenijenga sana na kimeniimarisha, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yako. Kwa sababu ni kama vile upo mbali lakini kama vile kama vile tuseme umeniona mimi ndani yangu kupo vipi. Japo huwa uko mbali kama vile umeenda kugusa maeneo yale. Kwa nisiongee sana kabla ya zangu muda kuongea, lakini binafsi Mungu amesema nani kupitia wewe mtumishi wake, na kwa hilo namshukuru Mungu sana. Mimi naona kwa ufupi tu niishie hapo. Amina, na kushukuru kwa sababu hiyo. Unaweza ukaona haya yote kiongozi ni mtu wa upweke sana. Kabisa. Wa upweke sana kwa sababu ukiona maamuzi yote haya au mambo haya yote yanakutengenezea hali fulani ya upweke. Fulani ya upweke. Kabisa mchungaji. Kabisa. Maana hauna kushirikiana naye ambaye atakuelewa. Hakuna. Hakuna. Sawa. Asante sana. Karibu Kotei. Mimi nashukuru sana wewe pia kwa nafasi hii. Lakini nikaa nasikiliza hicho anachokisema kaka Gerald, nikaa nasema moyoni, kaka Gerald, hebu nipe hiyo dili mimi. Anyway, ni utani. Lakini niendelee kujifunza vingi sana. Sio kila hazina inaweza kukupeleka kwenye makusudi ya Mungu. Hakika sio kila hazina ambayo inaweza kukupeleka na ni kitu ambacho nimekinoti hapa. Sio kila hazina inaweza kufanya ukatimiza mapenzi au makusudi ya Mungu. Kwa ni muhimu sana kulichunga hilo kama viongozi na kama watumishi pia. Nirudi sasa kwenye somo hili la 5. Binafsi ninashukuru sana kwa ajili ya somo hili. Niseme kitu cha kwanza ambacho personal nimekifurahia ni Bible interpretation. Yani sikutambua na sikufikiri kama short text kama hii inaweza ikawa na utajiri wa mambo mengi kama haya. Yani kila ambacho kimezungumziwa kitu ambacho yani kila nikiangalia kwenye text ndio nakiona, kila nikiangalia ndio nakiona. Yani of course kimefurahi sana namna ambavyo
umechambua na kuinterpret text hii kwa undani sana. Kwa hiyo Mungu akubariki sana kwa hilo, na natamani Mungu anipe hayo mafuta kwa kweli. Amen. Glory be to him. Amen. Jambo ambalo naweza kachangia kama alivyosema kaka Gerald, ni jambo la kwanza hasa ambalo ninaweza nikalisema kati ya mengi. Usipokuwa na kiongozi yote, usipokuwa na self awareness au self identity, ni rahisi sana kusahau background ya kwako. Nafikiri kitu ambacho kilikuwa kinamkumbusha kitu ambacho kilimfanya Musa kujitambua ni kuelewa background yake ni ipi. Shindo kuwa na self awareness, ni rahisi pia kuisahau background yako. Na unapoisahau background yako, ni rahisi pia kuto kukaa kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekuitia. Kwa kitu ambacho pia nimejifunza hapa na kuona, kwa sababu ni kweli amelelewa kwenye familia ya kifalme na angeweza kuvirithi vyote vilivyopo kwenye nyumba ya kifalme. Lakini alipokuwa background yake kwamba okay, pamoja na kwamba ninafaidika na vingi ambavyo ninavipata kwenye nyumba ya Farao, lakini asili yangu, chimbuko langu, wapi ninapotokea, kwa self awareness ikampa kutambua background yake, kukumbuka background yake inampa ikamfungulia sasa kuanza kujua kuwa na utayari sasa kuteseka na wale watu pamoja na watu wake, kuwa na uwezo wa kuchagua, kuwa na uwezo wa kutafuta watu sahihi wa kuassociate nao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kule kukumbuka ile asili yako kuna kusaidia kuwa na maamuzi sahihi pia kunifanya hasa katika utumishi ama katika uongozi kama kiongozi. Maana yake vile vile kama anavyosema Yesu, kwa maana kwamba nimetumwa ili kuyafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa maana kumbe anajua kile ambacho amekibeba kimetoka kwa nani, ile asili yake. Asili yake ndio inampa kujitambua kufanya vitu vyote hivi vya kiongozi, hadi mtu uzima, kuamua mambo, kuchagua watu sahihi wa kuassociate naye. Ni kwa sababu gani? Ameitambua asili yake. Asili yake inamuonyesha sasa mambo, inamfunulia mambo ya kufanya kwa jinsi ya kiutu uzima kulingana na mazingira mbalimbali ambayo anakutana. Kwa mimi nimejifunza hapo swala self identity inakupa kukumbusha au kukutafakarisha ama kukukumbusha background yako. Na unapokumbuka background yako, inakuwa rahisi sana kusimama kwenye kusudi la Mungu. Lakini jambo lingine ni lile ambalo ulizungumzia kati ya mengi kama kiongozi, ni muhimu sana kuchagua watu ambao unaweza kujiassociate nao. Na hii na Musa namna ambavyo aliweza kuchagua watu walio sahihi, kuwatafuta watu walio sahihi. Unaweza ukaondoka kama ulivyosema, unaweza ukaondoka sehemu ambayo yamkini sio sahihi, lakini ukaangukia pia kwa watu ambao sio sahihi. Kwa utajikuta unarudi kule kwenye changamoto ambayo ulikuwa uko nayo hapo mwanzo. Kwa hiyo ule uwezo wa kuwa na utu uzima, kuondoka ambayo sehemu ambayo sio sahihi, lakini inakupa pia uwezo wa kujua watu sahihi ni wepi, ili uweze kuassociate nao kwa ajili ya kulitimiza kusudi la Mungu kama kiongozi. Ni kitu kikubwa ambacho mimi binafsi nimekinoti na nimejifunza sana sana sana. Na jambo la mwisho ambalo naweza nikalizungumzia kwa sababu ya muda ni jambo la kujitoa na kuwajibika. Na kitu ambacho nimejifunza hapa kama ulivyosema, huduma ndio imebeba maisha na sio maisha kwamba yamebeba huduma. Kwa unapojua unakiona kitu ambacho Musa anakifanya, anaamua kujitoa, commitment yake na kuwajibika kwa ajili
ya watu wake. Ni kitu kikubwa sana kiongozi, na hichi kimenifundisha, kwa sababu kama ulivyosema, hautahitaji mtu akwambie fanya hiki, utahitaji mtu akwambie. Kwa hiyo hiyo ni mpaka unaambiwa kufanya hiki au fanye, ni dalili ya uchanga ndani kama kiongozi. Kwa hiyo unapojua kwamba ninapaswa kuwajibika kwa ajili ya hiki na hiki na hiki, ni dalili fulani inaonyesha kwamba okay, kuna ukomavu fulani wa kiuongozi, kuna utu uzima ndani. Sababu na hii inatokana pale unajua kabisa okay, situmiki kwa sababu ya maisha nimeapa kipaumbele, lakini huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yangu ndio inapaswa kuwa kipaumbele, ili yenyewe itoe kwa ajili ya vitu vingine. Kama ulivyosema ule mfano, unajikuta unatumika miaka 2, miaka 3, upati sabuni, upati nini. Nimekuwa nikiona pia hayo mambo yakitokea kwa viongozi. Na wakati mwingine niliwahi kukutana na mchungaji mmoja akawa anasema mara nyingi sana wachungaji wa siku hizi wanaweza wakawa na watu ambao wako chini yao, lakini wale watu utakapofika wakati wa kuondoka wanawang'ang'ania, wanawang'ang'ania kukaa nao, kitu ambacho wakati mwingine kinatengeneza misunderstanding, kutokuelewana. Ile kuelewana inakuja kutengeneza pia majuto. Wakati mwingine sasa italazimika mtu kuondoka, aidha kwa namna yoyote ile anaweza kaondoka. Ile inatengeneza huyu mtu anapoondoka, kuna kitu fulani anaondoka nacho ambacho sio kizuri, lakini kule anapoondoka alipopaacha pia kuna namna fulani anapoacha kwa namna ambayo sio nzuri. Ni kwa sababu gani? Ni wakati mwingine kutambua kwamba huduma ndiye imebeba maisha yake, na sio keza hasa kwenye kile ambacho labda unakitafuta ama unakitarajia kutoka kwenye huduma au kutoka kwenye kile ambacho unakifanya. No, unajali kwa huduma ambayo Mungu amekupa, alafu kuwa mtu kusikiliza kile ambacho Mungu anakuelekeza kwenye mazingira tofauti, ili mwisho wa siku hali ya kujitoa kwako, hali ya kufanya katika kuwajibika, ndio tunakuja kuona hapa Musa anakuwa na matumaini ya malipo kutoka kwa Mungu na sio kwa nani? Kwa wanadamu. Ni kitu ambacho kikubwa sana nimejifunza hapa, kwa sababu mwisho wa siku Musa alikuwa na mtumaini Mungu kwa yale pia aliyokuwa akiyafanya kama kiongozi. Niseme kwa ufupi nimejifunza hayo kati ya mengi, na nimeona haya machache. Nashukuru sana. Amen. Asante sana mtumishi, Mungu akubariki kwa contribution. Benson, karibu. Benson, are you there? Bwana asifiwe. Amina, amina. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya darasa ambalo limeendelea tena leo. Na kwa yale ambayo nimeyapata yameendelea kuongeza kiu kubwa sana ndani ya moyo wangu ya kuhitaji kukua na kupata utu uzima ambao huu Musa alikuwa nao, na yale manufaa yote ambayo tunayaona ambayo Mungu aliyapata kutoka kwa Musa sana kukua kwake, kwa kweli yalisaidia kwa sehemu kubwa sana katika uongozi wa Musa. Na Mungu akubariki sana baba kwa ajili ya mambo mengi sana ambayo umeyasema, na ni mambo muhimu sana, karibu yote muhimu. Yani siwezi kusema kwamba ilikuwa hivi yote, yani yote ni muhimu kabisa, yani yote ni muhimu kabisa, na nimeyatengeneza kwa namna ambavyo natamani kwenda nayo mbele za Mungu kwa maombi kwa mwezi huu. Na kitu ambacho nimekipokea kwa nguvu kubwa, vyote vimekuja kwa nguvu, lakini kuna mahali ambako Roho Mtakatifu ameniangazia sana, ni kwenye eneo la maamuzi, ule utu uzima na jinsi ambavyo ulimsaidia Musa kufanya yale maamuzi.
maamuzi, ile eneo la kwanza mposema kwamba akakataa kuitwa. Anasema kwamba kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme. Kuna kitu wakati tunaendelea kuongea hapa na ulivyosema kwamba Farao angeweza kufanya chochote kile kwa sababu alikuwa na mamlaka nyingi kubwa sana. Farao angeweza kufanya chochote kile, angeweza kutoa majeshi yote yale kwa ajili yake. Wakati tunaendelea kuzungumza vile, kuna kitu nilikuwa nimetafakari utu uzima ndani, na kuna kitu ambacho tulikiongea kwamba ni hatari sana kwa kiongozi kujawa woga. Ukiwa na woga hakuna kitu unaweza kufanikisha. Unaweza kufanya. Tunachokiona hapo, utu uzima ndani unakuondolea woga. Na hii ni kitu kimoja ambacho nimekiona muhimu sana. Kiongozi ukiwa muoga, nimeona itakuwa ni hasara kubwa sana katika ufalme wa mbinguni. Wakati unaendelea kuzungumza hapo, nikaendelea kutafakari viongozi wengi sana kwenye Biblia, wengi tu. Hiki kitu cha uoga, wale ambao walikuwa wana sifa ya utu uzima, sasa na mambo yote ulikuwa ukiyazungumza, nimeona kuna utu uzima ndani yao umejifunua. Kwa hiyo sasa mpaka hapo, maana yake nikaja kuona uoga kwa aliye mtu mzima hauonekani, haupo. Ndio maana anasema kwamba asiogope ghadhabu ya mfalme. Kuna kitu ambacho tukiongea kuhusu Esther, kuna maamuzi yakayafanya pale, kama kufa acha nife. Tokea hapo nikaendelea kutafakari sana. Kuna mambo mengi sana tunashindwa kuyafanya kwa sababu ya uoga. Kuogopa kushindwa. Kama kiongozi, labda nikianzisha hili lisipofanikiwa itakuwaje? Au nikianzisha hili watu wakikataa itakuwaje? Au kufanyaje? Ni uchanga. Kutokea hapo nikaja kuona muombe sana Mungu. Biblia inasema kwamba yeye akuzae, basi Mungu hebu akuze kile kitu cha uongozi ndani yangu, ili hii harufu ya woga isiwepo. Ili kwa namna wao tukimtazama Yesu Kristo kama kiongozi mkuu, kuna mahali hakuogopa. Kuna wakati Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba saa inakuja wote mtaniacha, kila mtu ataenda makwao, kila mtu ataenda kwao hapa, lakini mimi si peke yangu, bali Baba yuko pamoja na mimi. Kwa wakati tunaendelea kuzungumza, nilitafakari parefu sana. Yesu hakuwa muoga. Yaani hakuwa muoga, maadamu tu alijua kabisa kwamba Mungu yuko pamoja na yeye katika hilo analofanya. Na kama kiongozi ilibidi ahatarishe maisha yake ili kwa ajili ya kuweza kusaidia wengi. Nikawaja kuona kitu kingine hapo kama kiongozi, maana yake kutokuwa muoga. Musa alihatarisha maisha yake kwa ajili ya wana wa Israeli. Kama kiongozi nikasema kumbe kuna wakati inabidi nihatarishe maisha yangu kwa ajili ya watu. Halo. Yeah. Ndio nikasema kumbe kuna wakati inabidi nihatarishe maisha yangu kwa ajili ya watu wengine. Wakati tunaendelea kusema kwa habari ya Esther, pia hiyo nayo nikawa nimeipigia mstari. Kuna mambo ambayo hayawezi yakabadilika mpaka tumechukua hiki kitu alichokuwa nacho Musa. Siogope ghadhabu ya mfalme. Maana yake kwa sasa huyu mfalme, ghadhabu hii tunaweza tukaipeleka kwa yule mshindani wetu mkuu anaitwa Ibilisi. Kuna maamuzi ambayo unaweza kuyachukua, anaweza akaghadhibika sana kama ambavyo tuliyaona alivyokuwa anayafanya kwa Yesu Kristo. Vitu vingi alivyokuwa anafanya, kimsingi shetani alikuwa hapendi. Kwa hiyo kuna wakati bila kujarisha chochote kile, lazima siogope ghadhabu, ili kwa ajili ya kuokoa maisha ya wale ambao Mungu ametuweka tuweze kuwaongoza. Lakini pia katika jambo hilo kuna kitu ambacho nikawa nimekiona pia kwenye eneo hilo. Nasema akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Swala kiongozi kukubali kupata mateso, umeongea kwa upana sana, na kuna kitu ambacho kimenifundisha kwa sehemu kubwa sana. Kuleta matokeo katika uongozi wote ule. Paulo mtume alikuwa anapenda kuita dhiki haya mateso. Wakati mwingine Paulo mtume alikuwa anapenda kuyaita dhiki. Alikuwa anasema alikuwa anawaambia Korinto kwamba
utu wetu wa nje ujapochakaa, lakini ule wa ndani unafanywa upya siku kwa siku, siku kwa siku. Kwa hiyo anasema tu lakini pia akaongea kwa Warumi, Paulo mtume akasema kwamba mateso ya sasa siyahesabu kuwa kitu kwa ajili ya utukufu ule utakaofunuliwa. Ndicho ninachokiona kwa Musa hapa. Ndicho ninachokiona kwa Musa. Maana yake anatazama kama alivyoongea mtumishi wa Mungu Gerald, na jinsi ambavyo ameenda kusikia zile changizo ya kwamba si kila fahari mbele zitaenda kuisha vizuri. Wakati mwingine kuna fahari nyingine zitakuja, lakini mbele zitaenda kuisha vibaya. Lakini muhimu sana kama kiongozi uweze kuyaona hayo, kwa sababu Musa kwa bibi, jinsi tunavyoona hapa, kuna kitu alikuwa anakiona. Kuna kitu alikuwa anakiona mbele. Wakati mwingine hatuwezi kuyafanya haya kwa jinsi ambavyo nimeendelea kutafakari na ambavyo ukiendelea kuzungumza, nikaja kuona kuna umuhimu mkubwa sana kwa kiongozi pia kufunguliwa macho, yaani macho ya ndani, ili uweze kuona ya kwamba kuna vitu ambavyo kwa jinsi ya kawaida vinaweza vikaonekana vinaumiza, vinakesa vibaya sana, lakini kimsingi mbele ya safari vinakuja kuleta matokeo mazuri sana 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 sana. Lakini kitu kingine katika eneo hilo, alipokuwa mtu mzima, maana yake maamuzi alikuwa anayachukua. Kingine ni ile pale ambapo alisema kwamba kwenye ule mstari wa 26 anasema akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa alitazamia hayo malipo. Kwa hiyo zile hazina ambavyo kama ulivyoendelea kuzungumza, vitu vingi nimechukua, lakini nikaja kuona hii inaonyesha asili ya ukomavu, kukubali kuacha vyote, na kama ambavyo watumishi wameendelea kuchangia ya kwamba mbele ya safari pengine angeweza kwenda kuchukua ile nafasi, kwenda kurithi kile kitu, lakini Musa akaona hiyo kitu hapana, bora akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Hii pia wakati naendelea kutafakari na uongozi wa Musa, kitu ambacho nimejifunza kikubwa sana, hili msaidia sana kukubali kushuka. Alikuwa ni mtu wa kushuka sana, yani kutoka kule juu kwenda kushirikiana na watu maskini waliochoka kabisa, yani watu watumwa, akaona ni afadhali aende huko. Sasa hii niliona ilikuja kusaidia sana pia hata mbele ya safari, wakati wana wa Israeli waliendelea kumkosa Mungu kwa mambo mengi sana. Hii ilimsaidia sana kama kiongozi Musa kushuka chini kabisa. Na wakati kuna mahali Mungu alimwambia Musa kwamba Bwana, hebu naomba mimi hawa niwafutilie mbali wote. Wewe Musa, acha nikufanye kuwa taifa kuu sana tu, acha nikufanye kuwa taifa kuu. Lakini Musa bado akakataa, akasema Bwana, hebu mkumbuke Ibrahimu, Isaka na Yakobo mtumishi wako, itakuwa kuaje hii? Alikuwa ni mtu wa kushuka sana. Kumbe naona hiki kitu kilitokea mbali sana. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo. Kwa hiyo kama kiongozi kwa kweli nimeyapata haya mambo, na naona kabisa kuna mahali kifahamu nimekwisha kusogea, na nasema kwa kadri ninavyoendelea kuyatendea kazi kuna kitu kikubwa sana kitaenda kubadilika katika maisha ya kwangu. Mungu akubariki sana baba, na kupitia ujumbe huu na kwa habari ya maisha haya ya Musa, vitu vingi sana nimevichukua, na sasa sura ya kiongozi anayetakiwa kuwa naanza kuiona mbele yangu. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana akubariki sana. Basi utatuhitimishia na maombi ya dakika moja kwa ajili yako, kwa ajili yetu, kwa ajili ya huduma, and then Samuel utafuata, Gerard utamaliza. Karibu. Amen. Basi tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu umetukuka sana. Ninakubariki Mungu na kukutukuza kwa ajili ya neema yako kuu na ya ajabu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Niseme nini Bwana mabwana mbele zako, maana unatutazamisha kwa hakika sura ya kiongozi ndani yetu Bwana, ili unayohitaji iweje Bwana mabwana. Mungu tunakushukuru sana mfalme wa mbingu na nchi. Zaidi ya yote
Libarikiwe jina lako e Bwana mabwana, ubarikiwe utukufu wako e Bwana. Asante pia e Mfalme kwa ajili e Bwana mabwana ya kuendelea kusema na mtumishi wako na kutusemesha kwa habari ya mambo haya. Mambo mengi sana e Bwana, hakika yake Mfalme wa mbingu na nchi, yametufungulia macho yetu ya ndani, na sasa tunapata kujiona e Bwana tunatakiwa kuwaje e Bwana katika utumishi huu, lakini katika uongozi ambao e Bwana mabwana umetuweka. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, tusaidie sana e Bwana mabwana katika mambo yote ambayo tumejifunza leo e Bwana kutoka kwa mtumishi wako, yale yote ambayo umeyaweka ndani yake e Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mimi Mungu ninakubariki sana e Bwana, mimi Mungu ninakutukuza sana e Bwana kwa ajili ya mtumishi wako huyu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kumpaka mafuta e Bwana na kumzidisha sana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kumshika mkono e Bwana, kiwa alionayo e Bwana mabwana ya kuona e Mfalme wa mbingu na nchi, viongozi e Bwana mabwana wanafanana na ule uongozi wa kibiblia e Bwana unaumbika ndani yetu. Paulo mtume akasema, watoto wangu nawaonea utungu hata Kristo aumbike ndani yenu e Bwana. Ndio hii e Bwana iona kwa mtoto wako na kwa mtumishi wako e Bwana mabwana, ambaye e Bwana sisi umetuweka chini yake e Mfalme wa mbingu na nchi. Anatuonea shauku e Bwana mabwana, anatuonea utungu e Bwana mabwana, ili tuwe watumishi wale tunaotakiwa kuwa e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mtakatifu, tuwezeshe, tusaidie kuitoa hiyo nia e Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba wa rehema nyingi, naendelea kuinua huduma hii e Bwana, katika jina la Yesu. Ipake mafuta na kuizidisha e Bwana shauku e Bwana, lile shauri lako likazidi kusimama. Viongozi wote e Bwana mabwana ambao unatupa kuungana nao e Bwana mabwana, Mungu mtakatifu, Bwana wa Israeli, uwe nasi e Bwana, uwasaidie katika jina la Yesu Kristo waweze kuimarika kwa jina la Yesu Kristo. Nikimuinua Gerard e Bwana mbele zako e Mungu aliye hai, endelea e Bwana kuinua sauti yako ndani yake. Tazama anavyokutii e Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zaidi ya yote e Bwana, zile ofa nyingi ambazo anazipata, lakini anakusikiliza wewe e Bwana Mungu, endelea kumpa hiyo neema e Bwana mabwana, maana kutii ni bora e Bwana mabwana kuliko dhabihu. Ndivyo ulivyomwambia Sauli e Bwana mabwana, katika jina la Yesu. Mungu wa rehema, endelea kumshika mkono mtoto wako na mtumishi wako e Bwana mahali alipo Baba, kwa sababu uko pamoja naye. Mfungulie madirisha ya baraka, fungulie milango e Bwana, Gerard akapate kuona wema wako e Bwana, akazidi kusimama na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Namleta kwako mtumishi wako Samuel e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako e Mungu isimpungukie e Bwana, katika wito uliomuitia e Bwana na huduma ulioweka ndani yake e Bwana, katika jina la Yesu. Tazama bidii yake e Bwana, katika jina la Yesu, katika wewe e Mungu, Mungu mtakatifu wa Israeli. Baba, neema yako isipunguke, ukamkumbuke e Bwana, ukamkumbuke Bwana katika uhitaji wake, ukamkumbuke e Bwana katika sara zake, ukamkumbuke Bwana, ukamkumbuke Bwana, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu. Mungu mwenye rehema, uwe naye e Bwana, jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kile kitu cha kiuongozi Bwana ulichopandikiza ndani yake, kakikuze e Bwana mabwana, taifa likanufaike na yeye e Bwana, ukamkumbuke e Bwana. Na muinua mama mchungaji e Bwana, neema na iongezwe kwake e Bwana, rehema na ziongezwe kwake e Bwana, katika jina
la Yesu Kristo. Tazama anavyojitoa Bwana, tazama kiu yake na maombi yake Bwana, katika jina la Yesu. Neema yako na izidi kwa mama mchungaji, ukamkumbuke mama mchungaji, ukamtie nguvu katika kipindi hiki Bwana, ambacho macho yake mawili ni kwenye huduma hii Bwana. Mungu ukamutazame katika jina la Yesu kwa upekee kabisa Baba, na muinua mchungaji Bwana Peter Undore, Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Baba, ukamweke mahali pa juu zaidi Mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ukamuinulie Bwana mabwana, Mfalme wa mbingu na nchi, watu wenye sifa kuwa nguzo katika taifa na ulimwengu huu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Neema kuliyoweka ndani yake Bwana mabwana ikaonekane Mfalme, katika jina la Yesu. Amani yako Bwana Yesu izidi kwake Mfalme, usimpungukie Bwana. Ule upendo ulioweka ndani yake na uzidi, ule msamaha ulioweka ndani yake na uzidi, ile huruma ulioweka ndani yake na izidi, kule kukupenda Mungu ulioweka ndani ya mchungaji Bwana na kuzidi kabisa. Mfalme wa mbingu na nchi, uwezesho wa kimbingu Bwana uwe juu yake, katika jina la Yesu. Sante Mungu wa rehema, sante Mungu wa baraka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wingu lako limfunike Bwana, wala usimpungukie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba na kuamini ya kwamba Bwana umesikia. Amen, 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 amen. Karibu. Baba, asante, ninakushukuru mzuri kwa namna ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi kwa darasa hili la 5 na kipindi chetu cha 5 siku ya leo. Ninakushukuru kwa yale yote ambayo umetupa kujifunza chini ya mtumishi wako kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Baba, katika yote ninakusihi majira hapa tutakapoachana, neema yako iwe juu yetu kama viongozi, utusaidie kuthaminisha mambo. Tupe neema ya kuwa na utambuzi wa kuyathaminisha mambo katika huduma na katika uongozi ambao umetupa. Yapo mengi yanakuja, mfano mengi ya kama ya kukatisha tamaa, mengi yakiwa ni ofa ya adui, mengi kwa namna yakiwa na sura mbalimbali, mengine yanakuja kwa sura njema lakini yenye baya ndani yake, mengine yanakuja kwa sura mbaya lakini yenye uzuri ndani yake. Lakini kwa neema yako ulikuwa na Musa na kuweza kuthaminisha kwamba hazina ya Misri haitoshi zaidi ya utukufu aliokuwa nao Kristo na mateso aliyopata kwa ajili ya watu wake. Tupe neema hiyo kwa ajili ya uongozi wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba na kushukuru. Amen. Amen, amen, amen. Karibu. Mungu ule mbinguni, asante kwa siku ya leo. Asante Bwana kwa Mungu, kila siku watu wazia mema. Wewe ni Mungu ujuaye mwisho kabla ya mwanzo. Asante Bwana kwa ajili ya mafundisho haya. Asante kwa ajili ya mchungaji. Asante kwa ajili ya Otei. Asante kwa ajili ya Benson. Asante Bwana kwa sisi wote. Ombi langu Mungu usiku wa leo, Bwana tupe kujitambua. Mungu, sijitambua huduma itasimama. Tujitambua tutumikie Mungu. Tukijitambua tutakutii. Bwana, tunaposahau Mungu, tukumbushe Bwana kwa namna yako. Tuguse Bwana kwa mkono wako. Tunakuhitaji Mungu. Naona Mungu ukiandaa jeshi kubwa kupitia sisi. Yehova Mekadishem, tupe kujitambua na kusimamia mapenzi yako na kulitii neno lako. Msaidie kila mmoja mmoja. Naweka pia tamana kipindi mbele zako Yehova Mekadishem, na kusimungu ukanae neno lako mwenyewe kwa ajili ya wiki ijayo. Ukaseme Bwana roho zetu. Wewe Mungu ujue nafsi yetu, ujue mawazo yetu. Usiache Bwana kusema nasi. Ukatulinde Bwana, ukatuepushe na kile za ibilisi mpaka wiki ijayo, ili tuweze kujifunza sasa na mapenzi yako. Kwa jina la Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen, amen. Baba mtakatifu, tunakushukuru. Asante kwa namna ambavyo umetuatamia. Mungu, tunaomba uzidi kuhifadhi huu umoja wa roho ambao Bwana umetupatia.
Mungu mtakatifu, endelea kutupa shauku na kiu, Bwana mabwana, ya kukujua wewe zaidi. Nisaidie mimi pamoja na wenzangu hawa wote, Bwana. Baba mtakatifu, neema yako ikazidi. Tunaomba huruma zako, Bwana. Turehemu, mfalme wa wafalme, kwa sababu mengi kwetu sisi yanapungua. Baba mtakatifu, tupe hatua moja zaidi kwa ajili ya utukufu wako, Bwana. Baba mtakatifu, umetuleta sisi katika wakati kama huu, Bwana, kwa ajili ya makusudi yako, mfalme wa wafalme. Mungu, tunaomba usituache, Bwana mabwana, bila utukufu wako. Baba mtakatifu, usiache Bwana neema yako ipungue katika maisha yetu, Bwana. Lakini Baba mtakatifu, tupe neema izidio, mfalme. Muachilie Roho Mtakatifu kwetu pasipo kipimo, Baba wa mbinguni, akatukumbushe daima, mfalme, kuyafanya yaliyo mapenzi yako, Bwana. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye enzi yote, kutana na mahitaji yetu, Bwana, ya rohoni na ya mwilini, mfalme wa wafalme. Endelea kutufinyanga, endelea kututengeneza, maana hujamaliza kazi na sisi, Bwana mabwana. Tuko mikononi mwako, tufinyange, tutengeneze, tuunde katika namna ambavyo, Bwana, tutafaa kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina lako, Bwana. Baba mtakatifu, usiku huu, Bwana, kwa wenzangu ninaukabidhi mikononi mwako, nikiomba, Bwana, ukapate kuwalinda, wawe na usiku mtulivu wenye baraka. Sema na mioyo yao, mfalme wa wafalme. Na Bwana mabwana, sauti yako ikachukue nafasi kubwa, Bwana, kwenye mioyo yetu kuliko kitu kingine chochote, kuliko sauti ya matukio, kuliko sauti za watu, kuliko sauti za vitu, lakini sauti yako, Bwana, ikapate nafasi kubwa kwenye maisha yetu. Tupe neema ya kulitii neno lako, Bwana, katika mazingira yote. Asante kwa uaminifu wako. Tunakurudishia sifa, utukufu na heshima katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kukushukuru. Amen. 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 Basi Mungu awabariki sana. Asanteni kwa ushiriki wenu. Tuonane wakati mwingine. Amen. Amen.